Leo ninakuletea neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Zaburi ya 91. Zaburi hii ina mistari 13 na ninataka tafakari ya neno la Mungu leo pamoja nanyi itoke katika hii Zaburi ya 91. Katika jina la Yesu ninaomba Biblia yako iwe wazi, ufuatane pamoja nami katika ndiko hilo. Ina mistari 16 lakini nataka niishie kwenye mstari wa 13. Aketie mahali pasiri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Nitasema, Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakaye mtumaini. Maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji na katika tauni iharibuyo. Kwa manyoya yake atakufunika, chini ya mbawa zake utapata kimbilio. Uaminifu wake ni ngao na kigao. Utaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana, wala tauni ipitayo gizani, wala uwele uharibuo adhuhuri. Ijapo watu 1000 wataanguka ubavuni pako, naam 10,000 mkono wako wa kuume, hata hivyo hautakukaribia wewe. Ila kwa macho yako utatazama na kuyaona malipo ya wasio haki. Kwa kuwa wewe Bwana ndiwe kimbilio langu, umemfanya aliye juu kuwa makao yako. Mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakaribia hema yako. Kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Mstari wa 13, utawakanyaga simba na nyoka, mwana simba na joka utawaseta kwa miguu katika jina la Yesu. Jamani, amina. Ni moja kati ya zaburi nzuri sana, zaburi ambazo zaburi ambayo kwa kweli tafakari yake inagusa moyo sana. Ninaomba urudie nyuma yangu kwa sauti kubwa mstari wa kwanza na mstari wa pili ili nijenge msingi wa somo kutokea katika mistari hiyo miwili kuelekea katika mtiririko wa mistari hii 13 ya Zaburi. Aketie mahali pasiri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Nitasema, Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakaye mtumaini. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu ya neno hili ambalo Mungu unasema na moyo wa kila mmoja wetu katika tafakari ya ufunuo wa Roho wako Mtakatifu asubuhi ya leo. Najitiisha chini ya neema yako ili kwamba Mungu, katika uweza wa ukuu wako wewe mwenyewe, uwe sauti isikikayo katika utu wetu wa ndani, ikiwa imebeba kila aina ya baraka na neema kwa ajili ya kila aliyekuja kukutana na wewe asubuhi ya leo. Hebu kutana na watu wako kupitia mamlaka ya neno lako, maana umesema wewe unaliangalia neno lako kwa ukaribu sana ili upate kulitimiza. Basi likatimie masikioni mwao na katika maisha yao walisikiapo siku ya leo, katika jina la Yesu, amen. Nianze kwa kusema Zaburi hii iliandikwa ikiakisi mazingira ya watu wa Mungu wanapopitia aina ya matatizo mchanganyiko au changamoto mchanganyiko. Nina maana gani ninaposema neno hilo? Nina maana ya kwamba ni aina ya vita ambayo iko kwenye maisha ya mtu, lakini ina sura nyingi ama ina sura mbalimbali. Na hiyo ndio imepelekea kuandaa somo hili lenye mada inayosema ushindi juu ya adui mwenye sura nyingi. Ushindi juu ya adui mwenye sura nyingi. Pendwa, ziko nyakati ambazo unapotembea katika maisha ya imani unakutana na vikwazo, unakutana na vita, unakutana na changamoto, unakutana na mapambano ya maisha ya kawaida na hata yale ambayo yanahusika moja kwa moja katika maana ya rohoni. Unamuona adui akiwa katika utendaji dhidi ya maeneo ya maisha yako, lakini haji kwa sura moja, anakuja kwa sura nyingi. Zaburi hii imeandikwa ikiakisi mazingira ya namna hiyo. Ni zaburi ya namna ya kipekee sana. Labda naweza nikasema ni zaburi ambayo labda ni adimu kuifananisha na aina nyingine ya zaburi ambazo zimeandikwa. Na katika tafakari hii tutapitia mstari kwa mstari, neno kwa neno, na kulivunja hili neno liweze kutafunika na kumezeka na kuwa chakula chenye lishe yenye virutubisho na vionjo vya namna ya kipekee. Huu ni kama mgodi wa madini yenye thamani kubwa leo tunachimba. Ninaamini utatoka na utajiri wa ufahamu na maarifa na hekima ya Mungu ya namna ya kipekee. Na
ninaifundisha Zaburi hii katika utulivu kabisa, ili isiwepo neno ambalo linaweza likadondoka chini kwa sababu ya spidi au kwa sababu ya kwenda kwa namna ambayo huwezi kupokea. Jina la Mungu wetu libarikiwe sana. Katika ule mstari wa kwanza, mstari wa pili, pana maneno manne ambayo mimi nimeyaita keywords au maneno ya msingi ambayo nilitamani ni ya tafsiri kwanza kabla hatujaanza kuangalia sura ambazo adui anaweza kuzichukua za namna mbalimbali. Nimezigawa sura hizi ambazo adui anaweza kujivika katika namna kama 5 hivi, na zote zinapatikana katika mistari hii 13. Lakini kabla hatujaanza kuziangalia hizo sura mbalimbali ambazo adui anajigeuza akija katika sura nyingine. Na unajua kwa nini anajigeuza? Anajigeuza ili asipate kuonekana kwa haraka, lakini pia usiweze kuzoea aina yake ya mashambulizi, lakini pia anakufanya hivyo ili akuchoshe. Ninaomba nikutie moyo, Zaburi hii haikuanza na uwezo alionao shetani. Zaburi hii imeanza na uwezo alionao Mungu. Jina la Mungu wetu libarikiwe sana. Ili nisikutie hofu kwa namna ya uwezo alionao shetani na kazi zake, tukajikite kwanza katika uwezo alionao Mungu na nguvu zake. Pana maneno manne ya muhimu sana ambayo yameandikwa katika mstari wa kwanza na mstari wa pili, kabla hatujaanza mstari wa 3 mpaka mstari wa 13 ambao unazungumza sura nyingi ambazo shetani anaweza kujivika. Sasa katika ule mstari wa kwanza liko neno limeandikwa linasema aketie. Ili neno aketie limeunganishwa katika mstari ule wa kwanza likisema aketie mahali pasiri pake aliye juu. Neno aketie tungelikuwa tunazungumza kwenye lugha ya wenzetu ni kudwell au kuwa ndani au kuingia. Sasa tunapozungumza kuwa ndani ama kuingia, hii ni hatua ya awali inayompa nafasi mtu wa Mungu ya kwamba sasa amefika mahali salama. Hilo neno aketie ni neno lililobeba jambo la kwanza la muhimu sana. Wewe mtu wa Mungu unapokuwa unaingia ndani ya Mungu ama unaingia ndani ya Yesu, hiyo ndio hatua yako ya awali ya kwamba umefika mahali salama. Umefika mahali salama. Na mahali hapo panatajwa katika huu mstari wa kwanza, panaitwa mahali pasiri pake aliye juu. Kwa lugha nyingine, unapokaa ndani ya Mungu umekaa mahali pasiri. Na hii inanisaidia kuelewa, ndio maana kumbe hata wachawi na watu wabaya, wale wanaotumia nguvu za giza, wanapokuwa wanatafuta maisha ya mtu wa Mungu, wanaagua, wanapiga ramli, wanamtazama kwenye vioo, wanakutafuta kwa namna mbalimbali za nguvu zile za adui. Huwa hawaonekane kama haujapewa, unakuwa huonekane kama hujapewa ruhusa. Wakati mwingine watu wabaya wanaweza wakaja hata nyumbani kwako wakakutafuta kwa njia isiyo, kwa njia za sayansi ya giza. Wanaweza wasikuone au wanaweza hata wasipate kujua hata nyumba yako iko wapi. Tumewahi kusikia shuhuda nyingi wakasema, tumekuja kwenye nyumba ya mtu huyu tukakuta bahari, tumekuja kwenye nyumba ya mtu huyu tukakuta msitu, tumekuja kwenye nyumba ya mtu huyu hatukuikuta kabisa. Wakija kwa njia mbaya hawaikuti, au wanakuta kitu kingine, msitu, bahari au kitu kingine, lakini wakija kwa njia ya kawaida wanaikuta. Sasa kitu hicho kinafanyika kwa sababu gani? Kinafanyika kwa sababu ya siri iliyoandikwa katika mstari wa kwanza. Biblia inasema aketie mahali pasiri pake aliye juu. Kile kitendo tu cha kuweka tumaini lako kwa Yesu na kuokoka kinakufanya uwe umefichwa. Hivi wewe hapo ulipo umefichwa. Jina la Mungu wetu libarikiwe. Ndio maana huna sababu ya kuogopa mabaya, huna sababu ya kuvaa hirizi. Unavaa hirizi ya nini wakati umefichwa? Huna sababu ya kuchanja chale. Unachanja chale za nini wakati umefichwa? Huna sababu ya kutambika na kujifukiza uvumba kwa jinsi ya giza. Unahangaikia nini mambo hayo wakati umefichwa? Hayo mambo wayahangaikie watu wasiomjua Mungu na watu wasio na Mungu, watu ambao hawajampata Yesu. Ukiwa mmempata Yesu, umeketi mahali pasiri pake aliye juu. Na anajua Biblia inaposema mahali palipo juu, sio juu hapa, maana yake ni mahali pa juu palipopita mahali popote. Neno hilo pa juu, kwa nini panatumika katika lugha hii ya Biblia? Zamani za kale, kiti cha mtawala kilikuwa ni kiti kilichoinuliwa, iwe ni kwenye ukumbi, iwe ni kwenye nyumba, au iwe ni mahali popote. Mahali pale ambapo anaketi kiongozi au mfalme, kiti chake kinakuwa ni elevated, kuonyesha ukuu, kuonyesha kwamba yeye si mtu kama watu wengine. Lugha hiyo hiyo ndio inayotumika katika Biblia, kwamba Mungu anaketi mahali pa juu palipoinuliwa kuliko mahali pengine popote. Inaonyesha ukuu, inaonyesha mamlaka, inaonyesha nguvu, inaonyesha namna ambavyo yeye anaweza kuwa na mamlaka kuliko mwingine yoyote. Kwa hiyo neno hili la kwanza kabisa ni neno aketie au neno dwell. Maana yake ni kuwa ndani, mahali palipo salama, mahali ambapo Mungu ameinuliwa, ambapo sio rahisi kumfikia.
kukufikia. Kwa lugha nyingine, mtumishi wa Mungu, kitendo cha kuingia ndani ya Yesu manake umepandishwa mpaka mahali ambapo sio rahisi adui kukufikia kienyeji. Niliona nilitafsiri neno hilo la kwanza. Neno la pili, keyword ya pili ni neno atakaa, liko katika mstari unaofuata. Katika mstari unaofuata, mstari huo wa kwanza, lakini ule mstari wa pili, neno la Mungu linasema atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Unaliona neno hili atakaa. Neno atakaa ni tofauti na neno aketie. Neno aketie ni dwell, neno atakaa ni abiding. Unaona, abiding. Na hii ni hatua ya pili ya imani mtu anapokuwa ameingia ndani ya Yesu. Neno abiding ni kitendo kile cha kuishi katika namna ile ya ukaribu sana siku zote na Mungu. Unapokuwa umeokoka, haitoshi tu kuingia ndani kama ilivyosema ule mstari wa kwanza. Inataka ukae mahali hapo, sio kama mpita njia, sio kama mtu adumu ambaye hana mahusiano ya kina. Kwa lugha nyingine, Mungu anatuita kujenga mahusiano ya ndani, kujenga mahusiano ya ndani. Unapojenga mahusiano ya ndani na ya kina ya Mungu, yanakuongezea kiwango cha ulinzi na kiwango cha usalama wa maisha yako. Neno lile uvuli lina maana ya tafsiri nyingine ya uvuli, maana yake ni uwepo. Ndio ule mstari unasema atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Hilo neno Mwenyezi maana yake ni Almighty, mwenye nguvu zote. Kwa hiyo kitendo cha kukaa kwenye uwepo na kujenga mahusiano hayo na Mungu wako yanakuhakikishia mamlaka ya Mungu mwenye nguvu zote kuzingira maisha yako. Jina la Mungu wetu libarikiwe sana. Hiyo ni keyword ya pili ya muhimu sana. Mungu hakutuita kuingia ndani yake tu, lakini Mungu ametuita kukaa ndani yake. Neno la tatu ambalo linatajwa hapa ni neno uvuli. Neno la tatu, keyword ya tatu, neno uvuli. Neno uvuli linatumika kumaanisha atmosphere ambayo Mungu anaweza kudhihirika. Unaona, atmosphere ambayo Mungu anaweza kudhihirika. Neno uvuli kwa tafsiri nyingine manake ni uwepo wa Mungu, ni mazingira yale ambayo you will experience the power of the living God. Na ni vizuri kuelewa ya kwamba ukikaa katika uvuli wa Mungu, yoyote anayekugusa amemgusa Mungu, yoyote anayekugusa amemgusa Mungu. Na ndio maana kuna maandiko mengine yanasema wewe ni kama mboni ya jicho langu, wewe ni kama mboni ya jicho langu. Sasa katika kitu ambacho mwanadamu katika namna ya kibinadamu yuko very much sensitive ni jicho lake. Ndio maana ni nadra kukuta mtu amepata ajali ya kugonga kitu kwa jicho na akaumia jicho, kwa sababu jicho ni eneo lililowekwa katika mazingira salama sana. Jicho limewekwa mahali ambapo kuna fuvu limezingira. Ndio maana unaweza ukaanguka, lakini huwezi kukuta mtu amepiga jicho, kwa sababu limetengenezewa mazingira fulani ya ulinzi maalum. Biblia inaposema wewe ni kama mboni ya jicho langu, manake wewe umezingirwa na ulinzi wa namna isiyo ya kawaida. Kwa hiyo tunaposema ya kwamba unakaa kwenye uvuli manake ni atmosphere ile ambayo yani Mungu yupo. Sitasahau kipindi kile ambacho alikuwa ni nani? Alikuwa ni Daudi. Alikuwa anatafutwa na kiongozi mwenye majeshi, mwenye nguvu, mwenye uwezo, akakimbilia mahali pa uwepo. Si mnakumbuka kile kisa? Alipoingia kwenye uwepo na adui akaenda kumtafuta ndani ya uwepo, kilichotokea ni atmosphere ya Mungu ndio iliyooperate, ikamteka nyara adui, akajikuta hana uwezo kufanya kila alichokikusudia, ingawa alikuwa na silaha, ingawa alikuwa na nia, lakini silaha na nia yake vyote havikufanya kazi, isipokuwa atmosphere ilimeza nia mbaya aliyokuwa nayo yule mtu mbaya. Nataka nikwambie watumishi wa Mungu, tukikaa na kudumu katika uwepo wa Mungu, hakuna baya litafanikiwa. Haina maana hautatafutwa na mabaya, haina maana hautatokewa na mabaya, lakini mabaya yatamezwa na uwepo wa Mungu. Jina la Mungu wetu libarikiwe sana. Iwe kwamba wamekuja usiku, iwe kwamba wamekuja mchana, iwe wamekuja kwa hila, iwe wamekuja kwa ujanja, iwe wamekuja kwa sura zozote, uwepo wa Mungu unatuhakikishia usalama, ya kwamba sisi tuko salama mikononi mwetu. Wako watu wanapenda kuchukua hata nyayo za miguu yetu, wanapenda kuchukua hata nguo za ndani. Mnakaa kwenye nyumba za kupanga, unakuja kutafuta nguo yako unakuta haipo. Unaona, watu wana mambo ya ajabu sana, watu wana manuizo, watu wana mambo mengi sana ya kipagani. Yaani kuna upagani wa namna ya ajabu sana. Nilikuwa namsikiliza mtu mmoja mwenye elimu ya majini, akawa anazungumza jana, anafundisha, na mimi napenda sana kutaka kujua watu hawa wanachokizungumza nini. Akawa anasema kuna uchawi wa kijani, kuna uchawi mweupe, kuna uchawi mweusi, kuna uchawi mwekundu, na anasema aina zote za uchawi zimefunganishwa katika mafungu hayo manne. Nikasema wewe, hata kungekuwa na uchawi wa aina milioni, lakini najua jambo moja tu, hakuna uganga wala silaha ya giza inaweza ikafanikiwa tukiwa tumefunikwa na uwepo wa Mungu. Jamani, amina. Naomba uwe na uhakika ya kwamba ukiwa ndani ya Yesu uko ndani ya wingu, na ukiwa ndani ya wingu huo ni uvuli wa Mungu, na katika hiyo atmosphere
Ni Mungu pekee ndio mwenye sauti ya mwisho. Hakuna anayeweza kuingia kwenye hiyo atmosphere alafu akawa anaweza kufanya analoweza kulifanya, isipokuwa kama hilo jaribu limeruhusiwa na Mungu. Lakini kama sivyo, hakuna mtu anaweza kufanya. Ndio maana nataka nikutie moyo, usiogope.